chuo cha CBE kwa kutupa heshima kama wizara na kushiriki katika kongamano hili la 6 la maendeleo ya biashara na uchumi. Hii migawanyo ambayo tunaiona katika serikali yetu ni masuala tu ya usimamizi, lakini masuala yote ya kielimu yanaanguka chini ya Wizara ya Elimu, ambayo ndiyo ina majukumu ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inapata wataalamu wanaotakiwa katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo kuwepo hapa kwangu mimi leo wala sio kwamba eti ni kitu sio cha muhimu. Tunakipa umuhimu sana ushiriki wetu katika makongamano kama haya, tukijua kwamba tuna wajibu kama nchi kusimamia vyuo vyote na kuhakikisha kwamba wanatekeleza yale majukumu matatu ambayo vyuo vyetu vimepewa. Iwe ni chuo ambacho kiko chini ya TCU, chuo ambacho kiko chini ya NACTVET, ziwe VETA, vyote hivyo Wizara ya Elimu tunavisimamia na kuvisupport. Kwa hiyo uwepo wangu hapa leo ni sehemu tu ya kazi ambayo wizara yetu inapaswa kufanya. Ndugu washiriki, siku ya leo tunashuhudia tena CBE ikifanya mkutano huu wa kitaaluma wa 6 wenye mada inayosema kuimarisha ustahimilivu wa uchumi na biashara kwa maendeleo jumuishi, Economic and Business Resilience for Inclusive Development. Ninapongeza sana management na uongozi wa chuo na wahadhiri, wafanyakazi na wanafunzi wote ambao wamejipanga vizuri kuhakikisha kwamba mkutano huu unaandaliwa vizuri, lakini kwamba majadiliano ambayo yatafanyika hapa yataenda kuwa yenye tija kwa taifa letu. Hakika CBE imeonyesha dhamira ya kuunga mkono jitihada za serikali katika kutuletea maendeleo taifa letu katika nyanja zinazosimamiwa. Nimefurahi kusikia kuwa CBE imeshika nafasi ya 8 katika viwango vya ubora kati ya vyuo 47 vya elimu ya juu hapa nchini kulingana na AB Scientific Index. Nilikuwa ninaongea na viongozi ambao walinipokea. Kwa kweli katika miaka labda 10 iliyopita vyuo vingi vya kati vilikuwa bado havijajiingiza katika masuala ya utafiti na kufanya makongamano ya kimataifa kama tunayoona sasa. Lakini kwa kweli tunawapongeza CBE, mlianza hivyo zamani, na kwa kuwa na kongamano la 6 inamaanisha mmeanza kuandaa makongamano ya kisayansi miaka 5 iliyopita, na hii sasa inathibitisha kweli CBE inasimama kama chuo cha elimu ya juu. Kwa hiyo tunawapongeza sana, na ndio maana sasa nafikiri hata kiwango cha ubora wenu kimeweza kupanda. Nimesoma machapisho ni mengi, makongamano ya kimataifa ni mengi. Kwa hiyo hicho ni kiashiria kwamba kwa kufanya hivyo mnaongeza ubora wa chuo, na hivyo mnakuwa katika nafasi nzuri ya kuwa katika hali ya juu. Ninashukuru mwenyekiti wa bodi alisema mnataka kuwa katika 3 bora, na hiki tunachokiona kinatokea ni kiashiria kweli kwamba mmejipanga kuwepo katika 3 bora. Hivyo Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ambayo wizara ambayo ina jukumu la kusimamia vyuo vyote, tunajivunia sana mafanikio haya na tujipe maua yetu. Ndugu washiriki, katika mkutano huu mtapokea na kujadili mawasilisho mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mawasilisho ambayo yatagusa maeneo ya kujenga uchumi thabiti katika masoko ya kimataifa yenye mabadiliko ya kasi. Mtapokea mawasilisho ambayo yataelekezwa kwenye maeneo ya kujenga mazingira jumuishi ya biashara kwa ustahimilivu wa uchumi,
vile vile teknolojia na ubunifu kwa maendeleo jumuishi, vile vile mawasilisho juu ya ujumuishaji wa kifedha na mazingira wezeshi ya uwezeshaji kwa ukuaji wa biashara, vile vile mawasilisho juu ya usimamizi endelevu wa mnyororo wa ugavi kwa ajili ya maendeleo jumuishi, vile vile mawasilisho juu ya soko la ajira na rasilimali watu kwa maendeleo jumuishi, pamoja na siasa za ukanda za kiuchumi na maendeleo jumuishi. Hapa kwa namna ya pekee naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Balozi. Yeye ndio ametufungulia mlango wa majadiliano ambao naamini mada ambayo ni keynote speech aliyoitoa imelenga katika mada inayohusiana na masuala ya siasa za ukanda na za kiuchumi kwa maendeleo jumuishi. Alipokuwa anafanya mawasilisho nilijisikia niko chuoni na mimi. Nimetoka chuoni labda miaka 8 iliyopita. Kwa kweli, when I was following up your presentation, I could relate so much with what you presented because I also teach development studies. So I was aligning so much with your presentation. So Mheshimiwa Balozi, asante sana kwa exposure hiyo, asante sana kwa kuchochea majadiliano ambayo yataenda kufanyika hapa na hatimaye kutupa matokeo na mapendekezo ya pamoja kama nchi based on what you have presented, tufanye nini kujipanga kuleta maendeleo katika nchi yetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Balozi, ninakushukuru, ila mimi sitasema kama Mheshimiwa DC alivyosema kwamba fanya kazi urudi, ila ninakutakia mapumziko mema na naamini utaendelea kuinteract na sisi katika kipindi hiki ambacho tutakuwepo hapa. Maandalizi ya mkutano huu umeonyesha dhahiri jitihada za CBE katika kuchangia nguvu, maarifa, ujuzi na rasilimali ambazo zinatakiwa kuunga juhudi za serikali ya awamu ya 6 kwenye sekta ya viwanda, biashara na sekta nyingine mbalimbali. Nimefurahishwa kusikia CBE kupitia machapisho ambapo wakati takriban miaka 5 iliyopita mmefanya machapisho 418, mmefanya tafiti 418 na machapisho 447 yamechapishwa katika majarida mbalimbali. Hiyo inaashiria tunakuwa katika nyanja hizo za utafiti na machapisho. Labda hapa niwakumbushe, serikali iliweka mfumo wa kuincentivize watafiti ambao wanachapisha katika majarida yenye hadhi ya juu, na bado mpango huo kama serikali unauendeleza, na tuliahidi kila chapisho ambayo ilizochapishwa katika journal yenye hadhi ya juu kulingana na tathmini ambayo wataalamu wataifanya, kila chapisho linapata milioni 50 kama incentive kwa wale ambao walihusika kwenye chapisho hili. Sina hakika katika mwaka 1-2 iliyopita kama tulipata watafiti kutoka CBE, lakini niendelee kuatia shime mfahamu kwamba serikali inaendelea kuchagiza masuala ya utafiti, lakini pia uchapishaji wa matokeo yetu ya utafiti katika journal za kimataifa ili dunia nzima iweze kutambua tuna watafiti na wanasayansi kutoka Tanzania. Kwa hiyo naendelea kuasisitizia mpango huo bado upo na unaendelea. Kwa hiyo wale wachapishi, nafasi ni ya kwenu sasa kuhakikisha kwamba mnachapisha, mnafanya research ambayo ni credible na kuchapisha katika machapisho hayo ya hadhi ya juu. Matokeo ya tafiti hizi sasa yatakuwa chachu ya kuendelea kutatua changamoto za kisera, kibiashara na kijamii, hivyo kuleta mageuzi ya kiuchumi katika nyanja mbalimbali za uzalishaji. Napenda nitoe rai kwamba vyuo vingine ndani ya nchi hata nje ya nchi viweze kuungana na chuo hiki kuweza kufanya tafiti mbalimbali. Kama mnavyojua, tunahamasishwa sana kufanya research ambazo ni multidisciplinary, lakini pia kuandaa mikutano ya pamoja ili kuleta nguvu katika kile ambacho tunakifanya.
lakini pia ni wakati muafaka kwa wizara, taasisi za kiserikali na sekta mbalimbali, hata sekta binafsi kutumia matokeo ya tafiti ambayo tunayapata kutoka katika vyuo vyetu ili kuleta maendeleo chanya kwa taifa na kwa watu wake. Niombe sasa chuo cha CBE kuandaa, najua tutapokea matokeo ya utafiti mengi, lakini kama tunavyojua kuna wadau mbalimbali ambao wanapaswa kutumia matokeo hayo ya utafiti. Leo tutapata matokeo ya utafiti sisi kama wanasayansi, sisi kama wanataaluma, lakini tunafahamu kwamba watu walio kwenye sera wanahitaji matokeo haya. Kwa hiyo ni muhimu sana matokeo haya yawe repackaged, yaunganishwe vizuri kuwafaa watunga sera, yatengenezwe vizuri kufaa jamii kule ambapo tumefanya utafiti, lakini pia yatengenezwe vizuri kufikia private sector. Kwa hiyo pamoja na kwamba tutakuwa tumefanya mawasilisho kwenye mkongamano hili, bado kuna wadau wengine mbalimbali ambao wangepaswa kupokea matokeo haya na kuyatumia katika shughuli zao mbalimbali. Hivyo ni wasihi, tumekuwa na tukio la kisayansi, lakini tungehitaji wadau wengine mbalimbali wapate matokeo haya ili waweze kuyatumia. Ndugu washiriki, elimu ya biashara kwa sasa ndiyo chachu ya uchumi duniani kote na suluhisho la ajira kwa vijana wetu. Kama mnavyofahamu, na kuendeleza kozi maalum za elimu ya biashara, kozi hizo iwe za muda mfupi au za muda mrefu, ili kuwezesha kuzalisha walimu wa kufundisha masomo ya biashara, kwa sababu sasa hivi katika ngazi ya msingi na sekondari somo hili ni la lazima, kwa tunahitaji walimu. Na nimefurahi sasa kuona katika programu mpya ambazo tunaenda kuzianzisha mwaka huu, ile idara ya elimu imeanzisha programu 2 za walimu zinazolenga kwa maeneo ya biashara. Kwa kweli hapa mmetuokoa. Wakati tunatengeneza statement hiyo katika sera, tulisema vyuo vyetu hapa lazima vijipange haraka sana kuzalisha walimu hao, na kwa kweli CBE imekuwa kinara kwenye hili. Ninaamini ndani ya miaka mitatu tutakuwa hatuna uhaba wa walimu wa biashara, kwa sababu tayari University of Dar es Salaam inatoa kozi hiyo, sio kwa walimu wengi, lakini kwa wingi wa programs ambazo CBE imezianzisha, uhaba huo unaenda kupungua haraka sana. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa kufanya hivyo. Lakini vile vile masomo ya muda mfupi kwenye masuala ya biashara, binadamu tunapaswa kubadilisha maarifa yetu kuwa biashara. Na ukweli ni kwamba CBE you stand a better chance to prepare those short courses kusaidia mtu yoyote, au amesoma computer, au amesoma engineering, au amesoma elimu ya watu wazima, maarifa yoyote aliyoyapata yabadilishwe yawe biashara. Na naona hii ni opportunity kubwa sana kwa CBE kuweza kutoa mchango kwa wananchi wa Kitanzania. Kwa hiyo ninaona kuna fursa kubwa katika eneo hili. Nimefurahi kuona pia tayari mmeshabeba ajenda ya umataifishaji. Katika sekta ya elimu tunasema elimu yetu have to be competitive to suit the global market. Ukifanya elimu ambayo haina flavor, haikidhi mahitaji ya kimataifa, then tunakuwa tunajidanganya. Kwa sababu sasa dunia ni kijiji. Mtu anafanya kazi, anasoma Tanzania, anakwenda kufanya kazi China. Kwa hiyo kwa kumataifisha mitaala yenu, kumataifisha utafiti mnaofanya, tayari tumetekeleza ile ajenda kubwa kwenye sekta ya elimu ya umataifishaji, na ninawapongeza sana. Vile vile mmeweza kuunganisha sasa wanafunzi wetu na waajiri. Nimeona programu mnazozianzisha zina component ya wanagenzi, na hiyo ndio imekuwa ni kilio. Kumekuwa na hakuna muunganiko kati ya kile tunachosoma darasani na kile ambacho kipo katika mazingira ya kazi.
kupitia programs ambazo nimeziona, kwa kweli CBE ni mfano wa kuigwa. Kwa hiyo tunaona kwa namna nzuri kabisa ambavyo CBE imejipanga kutekeleza ile dira 2050 kwa kuhakikisha kwamba tunazalisha wataalamu ambao wanakidhi mahitaji ya nchi, lakini pia ambayo inakidhi mahitaji ya soko la ajira la dunia. Ndugu washiriki, ili kuboresha elimu nchini, mnafahamu serikali yetu imeendelea kutenga budget na kugharamia elimu ya kati na ya juu kwa wanafunzi ambao wanaingia katika vyuo vya elimu ya juu na vya kati kupitia bodi ya mikopo, pamoja na kuboresha miundombinu ya kujifunzia na kufundishia, lakini pia kuimarisha weledi wa walimu waliopo katika taasisi hizi. Hivyo ninaomba kupitia kaka yangu Dr. Serera aliyoko hapa leo, Wizara ya Viwanda na Biashara kuendelea kutenga bajeti ili kukiwezesha chuo hiki kuboresha miundombinu yake na kufanya tafiti zaidi, vile vile kutoa mafunzo ya muda mfupi na mrefu kwa Watanzania, wafanyabiashara na wajasiriamali nchini. Wakati mwenyekiti wa baraza kwa bodi anaongea, wakati mkuu wa chuo anaongea, wote walichomekea jambo moja, na mimi naliita hili jambo walichomekea. Wote mnafahamu serikali inatekeleza mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Tumefanya hivyo kwa awamu ya kwanza, ambapo ilihusisha vyuo ambavyo viko vyuo vikuu ambavyo vinaratibiwa na TCU. Lakini katika andiko letu la awamu ya pili tulisema kama ilivyokuwa ni wajibu wa Wizara ya Elimu, ni muhimu tuangalie ni maeneo gani mengine yanahitaji ufadhili ambao utawezesha kuzalisha wataalamu ambao watafill the gap ya wataalamu katika nchi yetu. Hivyo basi CBE iliingia katika mawazo hayo ya awali kama chuo ambacho pia kitaweza kunufaika na mradi huu wa HIT. Kwa sasa tupo katika hatua za majadiliano, na katika wazo dhana la mradi, chuo cha CBE ni chuo kimojawapo ambacho kitaweza kunufaika endapo majadiliano yetu na negotiations zetu na mfadhili zitaweza kukubalika. Kwa as of now, bado ni jambo tunalitegemea liwe zuri, lakini bado halijafikia mwisho wake, kwa sababu hatujamaliza bado majadiliano juu ya jambo hili. Lakini binadamu sote huwa tuko optimistic, sio kwamba jambo hili litafanikiwa, na ninaamini kama likifanikiwa, basi CBE na vyuo vingine ambavyo havikunufaika na mradi huu wa awamu ya kwanza vitakuwa sehemu ya mradi huu. Ninajua kuna mahitaji mbalimbali ya maandishi ya hiyo andiko, mahitaji ya kujipanga namna gani mradi huu utatekelezwa. Kwa hiyo ninaamini kupitia timu ya uratibu ambapo Dr. Mtitu yuko hapa, atakuwa anashirikiana na sisi kama taasisi kuona namna gani tunakamilisha maandalizi hayo mahususi kwa ajili ya kufanya negotiation ya mradi husika. Lakini tunaamini CBE kwa namna ambavyo mmeshaweza kujiendeleza, tunaamini hata fedha hii ikiingia katika taasisi yenu, itakuwa hatuna shida ya uratibu wa fedha hizo, na hatimaye zitatumika vizuri na zitakwenda kutimiza malengo yaliyotarajiwa. Kwa hiyo mwenyekiti wa bodi, naomba tu nitoe status hiyo, is not yet final, lakini tunaamini tunapoendelea na majadiliano swala hili litakwenda kuwa zuri na hata CBE watakuwa sehemu ya mradi huo. Ndugu washiriki, napenda nimalize hotuba yangu kwa kuwashukuru wote kwa kufanikisha uwepo wa mkutano huu wa kitaaluma. Aidha, kwa namna ya pekee napenda nishukuru Katibu Mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara. Sasa hivi tunakuwa na collabs nyingi. Month ago tulikuwa na tukio la pamoja na Wizara ya Viwanda na Biashara, na sasa tunaendelea kuwa na matukio ya namna hii, na tukiamini sasa kupitia maelekezo ambayo
Mheshimiwa Rais ameyatoa katika sekta ya elimu. Lazima tufungamanishe elimu yetu na viwanda na waajiri. Na viwanda hivyo viko wapi? Viko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Kwa sasa nimeanza kuona yale mashirikiano yanakuwa ya karibu zaidi, ambapo waajiri, viwanda na shughuli za biashara ziko chini ya wizara yetu. Na sasa kupitia ahadi za Mheshimiwa Rais ya kile ambacho ameahidi kutekeleza ndani ya siku 100, mojawapo ya kitu ambacho Mheshimiwa Rais ameahidi ni kuanzisha mpango wa pamoja wa namna ambavyo taasisi za elimu zitashirikiana na waajiri na viwanda ili kuboresha mafunzo. Kwa hiyo tumeshaanza. Kwa hiyo ni kazi ya kuimarisha tu mashirikiano yaliyopo ili kwa kweli elimu tunayoitoa iwe na relevance. Kwa hiyo pia ninawashukuru watafiti wote, lakini pia watoa mada ambao mtakuwepo hapa siku ya leo, wahadhiri na wafanyakazi wote wa chuo hiki kwa ujumla kwa kufanikisha shughuli zote za chuo, lakini pia shughuli hii ya kikao hichi muhimu. Sasa nimeambiwa nije kufungua rasmi mkutano huu, na nimeelekezwa kuna namna ya kidijitali. Siku za tuendi kilokoloko, nimeelekezwa tutafanya ufunguaji huu kidijitali, na sasa naomba niwa taarifa kwamba niko tayari kufungua mkutano huu rasmi.